God, you deserve honor. There's no God like you. There's never been and liwa neno lako kama vile jana, lina nguvu leo na milele. It's good to see you all looking beautiful in the presence of the Lord. Na wale hamna uniform, next time muvae ama muombe ndio tukue smart sote pamoja. Thank you so much. We have a number that we want to present, so we are waiting. Hallelujah. Thank you, Jesus. Father, we give you praise. Hallelujah. I greet you all in the name of Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord, church. Amen. Come on, let's wave each other in the air. Praise the Lord. Amen. Glory to Jesus. He's indeed a faithful Father. He has made it possible for us to see this beautiful morning. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Our viewers at home, thank you so much for tuning in. Indeed, we are glad to know that you are there. We're so delighted to know that you've chosen to worship together with us. Welcome all from wherever you're watching us. Those who are watching us on Facebook, on YouTube, on Instagram, welcome to our Sunday Live. This is Nairobi Happy Church Ministries International, and it's always our joy to bring the word of God to you. And behind me are these beautiful women. This is the Women of Grace Fellowship. This group consists of our sister girls, our single moms, our married women, and we are glad that God has brought us here together to worship God. So thank you so much again for tuning in. Welcome to our Sunday Live. We want to present a number. We want to sing a hymn. This hymn that we love so much. It says, it's so sweet to trust in Jesus. Hallelujah. And never stop loving and trusting in Jesus. He's indeed a faithful Father. The song says that you can trust in him. You can depend on him. He is a reliable God. He is a faithful God. He is an unchangeable God. Oh yes, you can check him by his word. You can rest on his promises. His promises are yes and amen, and he never fails. He's indeed a faithful Father. It is so sweet to trust in Jesus. Hallelujah. Amen.
kumtegemea Mwokozi kwangu tamu kabisa, kukubali neno lake nina raha moyoni. Yesu, Yesu namwamini, nimemwona thabiti. Yesu, Yesu yu thamani, ahadi zake kweli. Kumtegemea Mwokozi kwangu tamu kabisa, kuamini damu yake nimeoshwa kamili. Yesu, Yesu namwamini, nimemwona thabiti. Yesu, Yesu yu thamani, ahadi zake kweli. Kumtegemea Mwokozi kwangu tamu kabisa, kuamini damu yake ninapata uzima na amani. Yesu, 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 Yesu namwamini, nimemwona thabiti. Yesu, 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 Yesu yu thamani, ahadi zake kweli. Nafurahi kwa sababu nimekutegemea. Yesu mpendwa na rafiki, uwe nami daima, Yesu, 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 Yesu namwamini, nimemwona thabiti. Yesu, 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 Yesu thamani, yu thamani, ahadi zake kweli. Tuimbe Yesu, Yesu, Yesu namwamini, nimemwona thabiti. Yesu, 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 Yesu yu thamani, ahadi zake kweli. Ahadi zake kweli. Tuimbe ahadi zake kweli. Hallelujah, hallelujah. Give it up for Jesus. Come on, appreciate Jesus. Oh, yes, Father, we give you praise. Father, we give you glory. If you believe that his promises are yes and amen, come on, give a better hand clap to Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, women of faith.
better hand clap to the women of faith. In the name of Jesus, Father, we give you praise. Father, we give you glory. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. We are getting ready to hear the word of God. Our viewers at home, thank you so much again for staying tuned. It's always our joy, it's always our delight to share the word of God to you right where you are listening us from the living room, your bedroom, those who are driving, those who are in the hospital bed. Welcome again to our Sunday Live. The word of God says that he sent his word and healed them. God is about to bring his word to heal your situation, to minister to your situation in the name of Jesus. He says that he sent his word. There's power in the word of God. There's healing in the word of God. There's deliverance in the word of God. There's comfort in the word of God. And this morning we are blessed to have one of us, our associate pastor, our pastor Gerard Mutama. And please put those hands together and let's invite the servant of God, Pastor Gerard Mutama. Come on, appreciate Jesus, appreciate Jesus. Father, we bless you. Father, we give you praise. Hallelujah. Thank you, Jesus. Our viewers at home, we love you. God bless you. Amen and amen. Thank you so much, our viewers. Let's just lift up our hands and just bless the name of the Lord. Shikala baba baba baba. Limo sike yentele boko shikatalaba. We give you praise, Lord. He is in our midst. Just lift up your hands. Inua mikono yako. Lema seke yentele boko sheketele boko sheketele boko talaba. Leba saka yakataka pakataka pakataka pakata. Reba seke yentele moko sheketele. Somebody just bless the name of the Lord. You that is joining us online, join us together as we just bless the name of the Lord. Shakataka pakataka pakata la boko sheketele. You are worthy, you are worthy, you are worthy of praise, you are worthy of glory. You are the reason of our being. You are the reason of our living. We give you glory, Lord. We exalt your name, Lord. There is none like you, Lord. We give you the adoration. We give you the majesty, Lord. Wastahili utukufu. Shikala baba baba. Mungu shakata kapuko. Wastahili utukufu. Shikala baba baba baba. Mungu mwenye enzi, wewe peke yako wastahili utukufu. Mungu mwenye enzi, wastahili utukufu. Shikalaba, seketelebo, shekatalaba, sakatalaba, sheketelebo, shekatalaba, shekatalaba, shekatalaba. I want us to make one prayer. This morning I want us to make one prayer. Asubuhi ya leo ningependa tufanye ombi That the counsel of the wicked
kwamba shauri ya mwovu shall not prevail over your life. haitafaulu maishani But mwako. the counsel of God Shauri ya Mungu stand over your life. ndio itasimama maishani Can you mwako. pray that prayer this morning? Omba hilo ombi asubuhi ya leo, God's counsel shall prevail kwamba ushauri wa Mungu ndio in the midst of utadhihirika what you are going through. katikati ya kile unapitia. Only the counsel of God, Ni ushauri wa Mungu peke yake, counsel of God El Shaddai, ushauri wa Mungu peke the yake, counsel of God Elohim, ushauri wa Mungu Elohim, counsel of Him Ebenezer, ushauri wa yeye Ebeneza ndio utasimama. counsel of the wicked Ushauri wa shall not mwovu prevail over my life. hautaonekana maishani mwako, Despite what I'm going through. kando ya kile unapitia. Sekatala baba 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 baba. Sekatele bekatele baba. Only your counsel, oh God. Only your counsel, oh God. Ushauri wako ewe Only Mungu, your counsel, oh God. ushauri wako pekee Mungu. Sakataka pakataka 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 pakata. Sekateke pekateke 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 pekateke. Sekateke pekateke pekateke pekateke. Sakataka pakataka pakataka pakatoko pokotoko pokoto. Umeketi kwenye enzi yako, umeketi. Wastahili utukufu, wastahili utukufu. Umeketi kwenye enzi yako, umeketi kwenye enzi yako, Yesu pekee. Wastahili utukufu, wastahili utukufu, wastahili utukufu, Yesu pekee. Wastahili utukufu. Umeketi kwenye enzi yako, umeketi kwenye enzi yako, Yesu pekee. Wastahili utukufu. Wastahili utukufu. Umeketi kwenye enzi yako. Father, we give you praise. Umeketi. We give you glory. Tunakupa utukufu, We give you honor. tunakupa We heshima, give you the majesty. tunakupa uku. As we divide your word, Lord, Tunaposoma neno lako, pray for the spirit of knowledge. tunaomba roho wako wa ufahamu, Pray for spirit of understanding. roho wa maarifa, Pray for spirit of revelation roho wa ufunuo to sit upon us, O God. uwe juu yetu ewe Pray Bwana. for each and every hearer Naomba kila mmoja that you anayesikiza shall open our eyes of understanding, kwamba utafungua macho yetu ya that we may ufahamu, perceive the mysteries of the kingdom, tutaweza kuelewa the siri za hidden ufalme truth, wako, Lord, ukweli that uliofichika, will unlock our destiny, O God. utaweza kufungua hatima zetu Be Bwana. glorified. Tunakutukuza, Be glorified. tunakutukuza. We are mere vessels of clay. Sisi tu ni vyombo We need vya the touch udongo. of your spirit, Lord. Bwana, tuongoze kwa roho wako. We give you glory. Tunakupa utukufu, We give you praise. tunakupa sifa. We bless our listeners and our viewers. Bariki wanaotusikiza na wanaotutazama. Be glorified. Wewe tukuka. For it's in Jesus' name we pray. Katika jina kuu la Yesu tuwaomba. Can we give Jesus a mighty hand clap? Tumpigie Bwana makofi makubwa. Can we clap for choir as they sit down? Na tuwapigie makofi wanakwaya God bless you wanapoketi. so much Bwana wabariki sana for allowing God to use you. kwa kuruhusu Mungu awatumie. We shall sing that song one time. Tutaimba huo wimbo mara It's a tatu. very powerful song. Ni wimbo wa nguvu sana. I want us to go into our Bibles, Ningependa twende katika Biblia zetu and we are reading from the book na tutasoma kutoka kwa kitabu of Job,
cha Yohana. Job. Samahani, Ayubu. Ayubu. We shall be reading from the book of Job, Tutasoma kutoka kitabu cha Ayubu, chapter number 38. sura 38. We shall be reading from verse number 33. Kuanzia aya ya 33. Then we shall also be reading the book of Hebrews, chapter number 11, Kisha tutasoma kitabu cha Wahibrania a common scripture. 11, andiko tunalolijua. But our focus shall be on verse number 6. Lakini aya ambayo utakuwa ndio mkazo ni 6. Verse number 1 and 6. Ni aya kwanza na 6. The book of Job, chapter number 38. Kitabu cha Ayubu sura ya 38. We read verse number 33. Tunasoma aya ya 33. The Bible says, Maandiko yanasema, do you know the ordinances of the heavens? je, unazijua amri zilizoamuliwa mbingu? Can you set their dominion over the earth? Waweza kuyadhibitisha mamlaka yake juu ya dunia? Do you know the ordinances of the heavens? Je, unazijua amri zilizoamuliwa mbingu? Can you set their dominion over the earth? Waweza kuyadhibitisha mamlaka yake juu ya dunia? In the book of Hebrews, chapter number 11, Katika kitabu cha Wahibrania 11, verse number 1 and verse number 6, aya ya kwanza na ya 6, the Bible says, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo na ambayo na bayana ya mambo yasiyoonekana. By faith we understand that the world were framed by the word of God. The verse number 3. By faith we understand that the world were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of things which are visible. Aya 3, kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Verse number 6. Aya 6, but without faith it is impossible to please him. Lakini pasipo na imani haiwezekani kumpendeza. For he who comes to God must believe that he is. Kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko, and that he is a rewarder of those who diligently seek him. Na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. May the Lord bless the reading of his word. Bwana na abariki usomaji wa neno lake. May the Lord bless you as you sit down. Na Bwana akubariki unapoketi. God bless you so much. Bwana akubariki sana. Last week we began on a subject, we talked on a subject. Wiki iliyopita tulianza somo, taking charge of your destiny. Kuchukua usukani wa hatima yako. And we established some very fundamental truths. Na tukaweza kudhibitisha ukweli ambao ni wa kimsingi sana. And we began by analyzing the story of the beginning. Na tukaanza kwa kueleza ama kufanua hadithi ya mwanzo. And we understood that in the beginning God created the heavens and the earth. Na tukaelewa ya kwamba katika mwanzo Mungu akaumba mbingu na ardhi. And we say that God did not come from heaven. Na tukasema ya kwamba Mungu hakutoka mbinguni. He existed before the heavens. Yeye alikuwepo kabla ya mbingu. Because the Bible says that in the beginning God created the heavens. Kwa sababu maandiko inasema ya kwamba hapo mwanzo Mungu akaziumba mbingu. And he created the earth. Na kaumba ardhi. And after creating the earth and the heavens, na baada ya kuumba mbingu na ardhi, the Bible told us that the earth was void. Maandiko ikatujulisha ya kwamba ardhi ilikuwa tupu. Ilikuwa ni tupu. And God said, let there be light. Na Mungu akasema kuwepo na mwanga. And at the appearance of light, na kutokea kwa mwanga, is when other formations began to become into being. Ndipo vitu vingine vikaanza kuumbika. When light appeared, wakati mwangaza ulitokea, is when God spoke.
ndipo Mungu alinena, And he spoke, let there be the heavens. Let there be the waters. na kanena akasema kuwepo na maji, Let there be the birds. wakuwe na ndege wa angani. But when it came to a man, you and me, Lakini wakati ilipofika kwa mwanadamu, wewe na mimi, God did not say, let there be man. Mungu hakusema kuwepo na He mwanadamu. took his time Alichukua muda wake and created you. na akakuumba. And the Bible says Na maandiko that inasema God created man in his own image and likeness. Mungu akamuumba mwanadamu kwa taswira yake mwenyewe. And we talked about the image of God. Na wakati tunaongea kuhusu taswira ya And we Mungu, said the image of God is the form of God. na tukasema kwamba taswira ya Mungu ni mfano wake And the mwenyewe, likeness of God is the character and the functionality of God. na kufanana na Mungu ni tabia ya Mungu mwenyewe. And we say Na tukasema that man is a spirit, kwamba mwanadamu ni nafsi, but he roho, has a body. lakini yako ndani ya mwili. And we said the reason why God put a spirit in man Na tukasema sababu ya Mungu kuweka roho ama nafsi yake katika is mwanadamu because God is spirit. ni kwa sababu Mungu ni roho mwenyewe, And man was to be given an assignment na mtu alikuwa apewe jukumu of representing the purposes of God ya kuwakilisha makusudio ya Mungu over the earth. hapa ardhini. And so he had to have the nature of God, Na kwa hivyo lazima angekuwa na asili ya the Mungu, content of God, which is the spirit of God. lazima angekuwa amebeba kilicho cha Mungu ambacho ni roho wa But he Mungu. was not to live in heaven. Lakini hakuwepo aishi mbinguni, He was to live on earth. alikuwa aishi hapa ulimwenguni. So the law of territory determines and says, Kwa hivyo Mungu wa territory akaamua na kusema, sheria ya maeneo, the law of territory. au sheria ya maeneo, samahani, You cannot live in heaven hauwezi ishi mbinguni with this body. kwa mwili huu. It is only the spirit that lives in heaven. Ni roho pekee iishio mbinguni, And you cannot operate on this earth na hauwezi tenda kazi katika ulimwengu huu as a spirit without the body. kama roho ama nafsi That's bila why when mwili. Jesus came to save us, Na ndiposa wakati Yesu alikuja kutuokoa, he was God. alikuwa ni Mungu, He was the spirit of God. alikuwa ni roho wa Mungu. So Jesus was not man, but he became man. Yesu hakuwa mwanadamu, lakini Because you akafanyika cannot mtu, function on earth kwa sababu hauwezi fanya kazi hapa without a ulimwenguni body. bila mwili. And that's why Na ndiposa you cannot do anything, God cannot do anything on earth Mungu hawezi fanya chochote hapa ulimwenguni without involving a human being. bila ya kuhusisha The mwanadamu. devil cannot do anything on earth. Shetani pia hawezi fanya kitu He hapa must ardhini, have a human being. lazima atumie So mwanadamu. you are created with with the spirit of God. Wewe And you uliumbwa, are given a body. uliumbwa kwa roho wa Mungu na So ukapewa the mwili. spirit was to connect you to the spirit world. Kwa hivyo roho ama nafsi yako inaunganika na ulimwengu wa kiroho. And that's why Jesus prayed and said, Na ndiposa Yesu aliomba akasema, let your will be done wacha mapenzi yako on the yatimizwe earth hapa ulimwenguni as it is in heaven. vile ilivyo So there is mbinguni. that which happens in the heavens. Kuna kile kinatendeka mbinguni. What happens in heaven Kinachotendeka is mbinguni what God expects to happen on the earth. ndicho Mungu anatarajia kitendeke hapa And what ulimwenguni, God expects to happen on the earth na kile Mungu anataka kifanyike ulimwenguni is what God commanded man to do. ndicho aliamuru mwanadamu afanye. Go increase and multiply. Enenda uongezeke na Have ujumuike, dominion. upate utawala. Multiply and have dominion over the earth. Wewe jumuika na upate utawala Over hapa every ulimwenguni, creeping thing of the earth. kwa kila kitu kitambacho katika Have ardhi, dominion over it. wewe uwe na utawala juu And yake. when man operated in the class of God, Na wakati mwanadamu alitenda kazi katika klasi ya we Mungu, said tunaona that man mwanadamu named animals and they became animals. akaweza kuzitaja mifugo ama wanyama, akawapa majina na yakafanyika. When he said you are being called elephant, you became elephant. Wakati alisema wewe utaitwa ndovu, akafanyika ndovu. He was not giving them the biological names, Hakuwa anawapatia majina ya but he was kibiolojia, giving them the identity of what they are supposed to be. lakini alikuwa anawapatia identity ama utambulisho wa kile ambacho wanapaswa kuwa. Today a lion cannot be a cat. Leo simba hawezi fanyika It paka, remains a lion. anabaki kuwa ni simba. A leopard cannot be a dog. Hata chui hawezi kuwa mbwa. That's why we normally say, Ndiposa tunasema usione
simba amenyeshewa kafikiria ni paka. Even the rain cannot change the lion. Hata mvua haiwezi badilisha simba. Because Adam gave it a name. Kwa sababu Adamu aliipa And we jina. say that we are compatible to the spirit world. Na tunasema tunaunganika na ulimwengu wa kiroho Through our spirits. kupitia roho zetu. And through our mind we are able to understand. Na kupitia nia zetu tunaweza kufahamu The mysteries asiri that will make us prosper in this life. ambazo zinatufanya tufaulu And we maishani say haya. that one of the source of our problems Na tukasema chanzo moja ya shida zetu and the source of our success na chanzo cha kustawi kwetu is not in the physical world, haiko katika ulimwengu wa but is kiasili, in the spiritual world. iko katika ulimwengu wa kiroho. And we say Na tukasema that for us to have a victorious life, kwetu kuweza kuwa na maisha ya ushindi, then we must take charge over the spiritual world. lazima tuchukue usukani wa ulimwengu wa kiroho, Because the source of our problems, kwa sababu chanzo cha the majanga source of our yetu solutions na chanzo cha suluhu zetu emanates from the spirit world. inatokea katika ulimwengu wa Everything kiroho. that happens on the earth, Chochote kinafanyika whether ulimwenguni, good or bad, kizuri au has kibaya, its source from the spirit world. kina chanzo yake And katika whoever wingu la wants kiroho. good from God, whoever wants good from God, Yoyote ambaye anataka wema kutoka kwa Mungu must take charge of the spiritual world. lazima achukue usukani katika wingu la There are kiroho. areas where we come from, Kuna maeneo ambayo tunatoka, where there is darkness. mahali ambapo kuna giza. There are things that happen in specific geographical locations. Kuna mambo ambayo yanafanyika katika maeneo yetu ya There are kiasili. things that happen even in homes. Kuna mambo yanafanyika katika There are manyumbani, things that maboma. happen in family. Kuna mambo yanafanyika katika There are familia. patterns that follow lives. Kuna patterns ambazo They zinafuata, don't come from the physical world. hazitoki kwa They ulimwengu wa emanate from the kiasili, spiritual world. zinatoka ulimwengu wa kiroho. You've seen families where people die at specific months. Umeona watu kwa jamii fulani wanaaga dunia mwezi fulani. Every year people must die. Kila mwaka watu lazima waage It dunia. is not in the natural world. Haiko katika ulimwengu wa The source of the kiasili. problem is in the spiritual world. Chanzo cha hiyo shida And ni you have ulimwengu to wa kiroho, stop it. na lazima You must uwatishe, take charge lazima uchukue of the usukani spiritual world. katika wingu la The kiroho. spirit world Wingu la kiroho is a reality. ni ukweli ama ni dhahiri. A spiritual world Ulimwengu wa kiroho is a reality. ni dhahiri, And we say na tunasema that for the spirit world to come to your terms, ili ulimwengu wa kiroho iweze kukaa chini you yako, must have an understanding lazima uwe na who ufahamu you are, wewe ni nani, who God is, Mungu ni nani, and what is expected of you, na ni nini kinatarajiwa kwako, and what are your rights within the kingdom. na ni nini haki yako katika ufalme. In the absence of that, Kama haujui hiyo, you will be declaring and decreeing, utakuwa unaamuru na kutangaza, and things will not happen. na mambo And one hayatafanyika. of the agencies that we talked about Na mojawapo ya mambo ambayo tuliongelea, is we talked about the agency of words. tuliongea kuhusu agency ya That maneno, words are vehicles. kwamba maneno ndiyo magari, They travel between the earth and the spirit world. inasafiri kutoka ardhi hadi ulimwengu wa kiroho. The Bible says in Psalms Maandiko yasema katika Zaburi that hearken ye angels of God to the word of God. kwamba sikizeni nyinyi malaika wa Mungu, Each one of you kila mmoja wenu has an angel over his life. ana malaika maishani mwake. That angel is supposed to protect you. Huyo malaika anapaswa That kukulinda, angel is supposed to download your blessing and bring to you. huyo malaika anapaswa That kukuletea angel baraka is zako, supposed to fight your battles. huyo malaika anapaswa kupigana But vita the vyako. angel cannot be in action Lakini malaika hawezi tenda unless there is kazi a word that is sent to the angel. kama hakuna neno Angels linalomtuma do not malaika. hearken to tears. Malaika Angels hearken to the word of God. malaika When watarespond you tu kwa speak the word of kwa God maneno, ukinena neno la to Mungu the spirit world, katika ulimwengu wa kiroho, angels become potent forces. malaika wanaanza Angels kufanya become kazi, active. malaika wanatenda Angels kazi, are energized. malaika wanaanza And they kuzunguka hearken to the word that na is said. wanaweza Not kusikia your neno, tears. sio
machozi, not your cry, sio makilio not chako, your murmuring, sio kunungunika, not your vitina. sio kunungunika. Angels of God Malaika wa Mungu hearken and respond wataweza to the kusikiza word of God. neno la Mungu. So if you're not speaking the word of God, Kama una neno la Mungu, the hands of the angels are tied. malaika, mikono ya malaika imefungwa, They cannot do anything. hawawezi fanya chochote. You can have many desires in your heart, Unaweza kuwa na but shaukio za moyo unless you nyingi, bring them to the attention of the angel, lakini he usiponena kwa neno, cannot do anything. malaika hawezi fanya chochote. Angels, Malaika very powerful being, viumbe ambavyo ni wakuu wa ajabu, they are supposed to protect you. wanapaswa kukulinda. They are supposed to go to heaven and bring a report. Wanaweza kwenda mbinguni na walete ripoti. They are supposed to sustain your children. Wanapaswa kuwalinda ama They kuwahifadhi are watoto wako. supposed to fight for you. Wanapaswa kukupigania, But they fight at your instruction, lakini watapigana kwa maagizo yako, not the instructions of complaining, sio maagizo ya manunguniko, but the instruction of the word of God. lakini maagizo ya neno la Mungu. Paul says in Ephesians Paulo anasema katika Waefeso that God has blessed us with spiritual blessings kwamba Mungu ametubariki na baraka za kiroho in the spiritual world. katika wingu la kiroho. So it requires your blessings. Kwa hivyo inahitajika baraka zako. Your blessings are in the spiritual world. Baraka zako ziko katika maeneo ya kiroho. So it requires spiritual entities Inahitaji vitu vya kiroho to go to the spiritual world kufikia wingu la kiroho, and come and bring to you what you desire. ana haja ya kuletee kile ambacho wewe unatarajia. Are we getting something? Je, tunapata kitu? Then we say the other agency is prayer. Na tukasema dokezo lingine ni maombi, That prayer kwamba maombi is not just uttering words. sio kutamka maneno tu. Prayer is a form of communication. Maombi ni aina ya kuweza kuwasiliana. Prayer is also a source of seeking the mind of God. Maombi pia ni chanzo cha kutafuta mawazo ama nia ya Mungu. Prayer is the power of transformation. Maombi ni nguvu ya kubadilishwa. Elijah Eliya was a man of a likened body like us, alikuwa ni mtu kama sisi, but he prayed earnestly lakini akaomba that it might not rain, ili kwamba kusinyeshe, and it did not rain. na haikunyesha. And he prayed that it rains, Na akaomba inyeshe, and it rained. na ikanyesha. The prayer of a righteous man Maombi ya mwenye haki does not prevail when we pray. haifanyi kazi The prayer tunapoomba, of a righteous man lakini maombi ya mwenye haki availeth much inapatikana kwa when he wingi prays diligently. wakati mtu anaomba kwa bidii. So there is the prayer you pray, Kuna maombi ambayo unaomba, but there is the prayer you pray diligently. lakini kuna maombi ambayo unafanya kwa bidii na jitihada. Prayer that you pray diligently Maombi ambayo unaomba kwa bidii are not prayers when you pray for people to see. sio maombi ambayo unaomba watu waone. Prayer that you pray diligently, Maombi ambayo unaomba kwa bidii they are prayer that you pray ni maombi ambayo unaomba until you yourself realize that pray. mpaka wewe mwenyewe unatambua kwamba unaomba. Those are the prayer that Hannah prayed. Hayo ndiyo maombi Hana aliomba. Hannah prayed until he could not utter words. Hana aliomba hadi akapisiwa na Until the maneno, priest hadi kuhani misunderstood her akamwona vibaya, and told her, this woman must be drunk of wine. akamwambia, wewe mama, mbona unalewa mapema He hivi? had prayed the entire night Lakini alikuwa ameomba until usiku there were kucha, no words to explain. hadi hakukuwepo na maneno ya kuelezea. The prayer of a righteous man Maombi ya mwenye haki availeth much inaweza kupoma matokeo when he prays diligently. anapoomba kwa bidii. You take charge of the spiritual world. Kuchukua usukani wa wingu la kiroho Prayer. kupitia maombi. And this morning Na asubuhi ya leo we've read from the book of Job chapter number 38. tumesoma kitabu cha Ayubu 38 Verse number 33. aya 33, And in simple terms the Bible says, na kwa maneno machache maandiko the yanasema, Bible is asking you a question.
Biblia inakuuliza swali. Do you know Je, unajua ordinances of heaven? unajua amri za mbinguni? Do you know the protocols? Wewe unajua itifaki za Do mbinguni? you know the laws Unajua sheria of heaven? za mbinguni? Then you can set dominion Basi wewe unaweza kutawala over the earth. ulimwengu. That you can never have dominion over the earth Kwamba hauwezi kuwa na utawala hapa ulimwenguni until you understand the laws of the kingdom. hadi uelewe mamlaka ya mbinguni. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. I know we always say Najua kila wakati tunasema that favor kwamba kibali is unmerited. ni si kitu ambacho wewe umefanyia kazi. But favor is unmerited up to the salvation stage. Lakini kibali kinapatikana tu What is hadi wokovu? Hadi wokovu, samahani. Yani ni kibali kuokoka mpaka wokovu. Praise the Lord. Amen. But there are things after salvation, lakini kuna vitu baada ya wokovu that Jesus instructs us and say, ambazo Yesu anatuagiza na kusema, I have given you the keys nimewapa vifunguo of the kingdom. za ufalme. So until you understand the keys, hadi uelewe kifunguo, despite the fact that you are favored to get into salvation, bila ya kujalisha ya kwamba Mungu amekupa kibali ukapata wokovu, you might not experience the results. unaweza kosa kupata matokeo. So favor is only unmerited Kwa hivyo kibali kimepeanwa tu kwako unto salvation. hadi wokovu. Praise the Lord. Jina Bwana lisifiwe. You are not worthy to get saved, Wewe haukustahili kuokoka, but God by favor lakini Mungu kwa kibali saved you. akakuokoa. But now that you are in the kingdom, Na sasa kwa sababu uko katika you ufalme, can partake of each and everything unaweza kupata kila that kitu is apportioned to you. ambacho kimewekezwa So kwako, favor is unto you to salvation. na kwamba kibali ni hadi But for wokovu. you to function and attract more favor, Lakini wewe kutenda kazi na kuvutia there kibali are zaidi, laws kuna sheria that you must obey. lazima utii. Praise the Lord. Bwana Yesu In asifiwe. this life, Katika haya maisha, the natural life maisha ya kiasili is ruled by laws. inaongozwa na sheria. There is the law of gravity. Kuna sheria ya gravity. You cannot throw a stone up and it remains up. Hauwezi rusha jiwe juu na libakie juu, It must come down. lazima lishuke chini. Anything that has weight Chochote kilicho na uzani and has mass, na kiko na umbo, as long as you throw it in the air, ukikirusha juu it cannot hang. hakiwezi bakia pale, It must come down. lazima kishuke chini. It's only Enoch Ni Enoch peke who yake, disobeyed that law, yeye ndiyo aliweza kupuuza hiyo fled sheria to heaven na akaenda mbinguni without coming back. bila ya kurudi chini. But as long as we are living here, Lakini mradi as tunaishi long as hapa, I throw that handkerchief, nikirusha kitambaa it hiki must come down. lazima kirudi chini. It's called the force of gravity. Inaitwa sheria ya It gravity, pulls it down. inaivuta Even chini. in this kingdom, Hata katika ufalme there huu are laws. kuna sheria, There is the law of friendship. kuna sheria ya urafiki. It doesn't matter how you pray, Haijalishi unaomba vipi, that God bring me to the right people. kwamba Mungu nielekeze kwa watu Connect wanaofaa, me to the right friends. Mungu niunganishe na marafiki The wazuri. law of friendship states, Sheria ya marafiki inasema who desires good friend must show himself first friendly. ya yule ambaye anatamani kuwa rafiki mzuri lazima kwanza yeye ajionyeshe akiwa rafiki mzuri. Unless you show yourself friendly, Kama hautakuwa rafiki you will mzuri, not attract friends. hautavutia marafiki. The law of friendship, Hiyo ni sheria ya urafiki. the law of prosperity, Sheria ya ufanisi, that there is one that withholds kwamba yule ambaye and there is anashikilia one that scatters. na kuna yule ambaye anapeana. There is the one that withholds. Kuna yule ambaye anashikilia. It talks about stinginess, Inaongea kuhusu mkonogamu, that will become poor. atafanyika maskini. But there is that one that scatters. Lakini kuna yule ambaye anatawanya,
The Bible says, Maandiko that inasema, give, peana and it shall be given back to you. na itapeanwa kwako. That when you give, Kwamba ukipeana nothing will remain there. haitabaki pale. God will apportion men Mungu atasababisha come wanadamu and put something on your bosom. waje wakuletee kwako. When Lazaro, he did not give the rich man did not give Lazarus. Yule tajiri hakumpa Lazaro. When they died, Wakati walikufa, he expected somebody to give him water, alitarajia Lazaro ampe maji, but the law was broken. lakini sheria ile He will haikuwezekana. not get anything. Hangepata chochote. So laws Sheria determine what you become. inategemeza unafanyika nini. Where God is not busy chasing you around Wakati Mungu hayuko busy akikutafuta to check whether you've sinned or you've not sinned, kuangalia kama umefanya dhambi ama so that he may judge you or punish you. ili aweze kukuhukumu The ama law of sin thawabu. and death Sheria ya dhambi na is mauti established. imedhibitika. When you sin, Unapotenda dhambi you enter into judgment. unaingia katika hukumu. When you repent, Ukitubu you enter into forgiveness. unaingia kwa msamaha. It is an established law. Ni sheria The iliyodhibitishwa. spirit world Katika wingu la kiroho operates by the laws of God. inatenda kazi kwa mamlaka na sheria za Mungu. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. And Job is asking, Na yupo anauliza, if you have an understanding of these particular laws, wewe kama uko na ufahamu wa hizi sheria, what else will hinder you ni nini kingine to kitakuzuia have dominion over the earth? kupata utawala katika ulimwengu? Do you know the ordinances of heaven? Je, unazijua mamlaka za mbinguni? How heavens operate? Vile mbingu inatenda kazi, Protocols, kanuni, the systems, system za mbinguni the strategies na mbinu za mbinguni that are established in heaven ambazo zimewekezwa to mbinguni work for you. kutenda kazi kwa ajili yako. One of the things that God told Cain, Jambo moja Mungu alimwambia Kaini, why are you envious? mbona uko na wivu? If you do what is right, Ukitenda kilicho sawa, will you not be accepted? je, wewe hautakubaliwa? So God does not have partiality. Mungu hana ubaguzi That this is reverend, this is mom. kwamba huyu ni reverend, huyu ni mama. God does not have partiality. Mungu hana That this ubaguzi is a man and this is a woman. kwamba huyu ni mwanamume, When huyu ni thou mwanamke. doest what is right, Kama itafanyika kilicho sawa, will you not be accepted? kama utatenda kilicho sawa, je, Now that you've hautakubaliwa? done what is not right, Lakini ukifanya kile you kilicho will sawa, not be accepted. hautakubaliwa. You were supposed to give a right offering, Ulipaswa kupeana dhabihu but iliyo you did sawa, not give. lakini haukutoa. But your brother came and gave the right offering. Lakini ndugu yako And akaja I akatoa dhabihu iliyo sawa, accepted it. nikaikubali. Why are you offended? Mbona The umekwazika? blessings of God Baraka za Mungu are for whosoever. ni za yeyote. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. There are no good families and bad families. Hakuna familia nzuri na familia There are mbovu. no blessed families and cursed families. Hakuna familia zimebarikiwa na zimelaaniwa. That me, I came from a cursed family. Kwamba mimi nimetoka katika jamii ambayo imelaaniwa. It doesn't matter. Haijalishi. When you do what is right, Ukitenda kilicho sawa, whether you came from a poor family, haijalishi kama ulitoka jamii ambayo ni maskini, you can rise up unaweza kuinuka and be an icon na ufanyike kitu in your village, katika kijiji chako, in your sub-county, katika county, sub-county your yako, county, katika county yako, in your region, katika maeneo and yako in the nation, na katika taifa, and internationally. hata mataifa. When you do what is right. Ukitenda kilicho sawa. So one of the law that I want us to talk today about Sheria moja ambayo ningependa tuongee kuhusu leo is the law of faith. ni sheria ya imani. Faith. Imani. That faith is a substance. Kwamba imani ni bayana Of things hoped for. ya vitu ambavyo tunatarajiwa, Things that are not seen by the physical eye. vitu ambavyo havionekani kwa macho ya kiasili. That by faith through the word of God,
kwamba kwa imani kupitia neno la Mungu, the world that we are in today, kuta ambazo tuko ndani yake leo, the world that we are in today, ulimwengu tulio ndani yake leo, was framed from unseen world. iliweza kujengwa kutoka kwa ulimwengu usioonekana. God created the earth and the heavens. Mungu akaumba mbingu na ardhi By his word. kwa neno lake. The world exists through the word of God. Ulimwengu unapatikana kupitia neno la Mungu. The world is upheld by the word of God. Na ulimwengu umeumbika kwa neno la Mungu. The world is sustained by the word of God. Ulimwengu unahifadhiwa na neno la Mungu. And the world will be judged by the word of God. Na ulimwengu utahukumiwa kwa neno la Mungu. The Bible continues and says, na maandiko inaendelea na kusema that without faith, kwamba bila imani it is impossible haitawezekana to please God. kumpendeza Mungu. For everyone who comes to him, kwa yeyote ajaye kwake, must believe that he is the rewarder. lazima aamini kwamba yeye ndiyo anapeana thawabu. He is not a giver. Yeye si wa kutoa. He is a rewarder. Yeye ni wa kupeana thawabu. If I give what I have. Nikipeana, nitapeana kile nilicho nacho. But if I reward you for what you've done. Lakini nikikupa thawabu, ninakuzawadi kwa kile ambacho umefanya. That he is a rewarder. Kwamba yeye ni wa kuthawabu. And so faith, na kwa hivyo imani, has something to do with your part. iko na kitu kuhusu sehemu yako. God speaks in Numbers. Mungu ananena katika kitabu cha Hesabu that God is not the son of man. kwamba Mungu si mwana wa mwanadamu, that he should lie or repent. aweze kudanganya ama kubadilisha mawazo. It means that men, inamaanisha kwamba wanadamu, they have a tendency of lying. wako na ukawaida wa kudanganya. Men, wanadamu have a tendency wako na mtindo of lying. wa kudanganya. But God is exonerating himself. Lakini Mungu anasema, I am not a son of man. mimi siyo mtoto wa wanadamu, that I should lie. kwamba nitadanganya, neither should I repent. ama nibadili nia yangu. God is putting forward Mungu anasema haya who he is. vile alivyo. He is explaining his integrity. Yeye anaelezea uadilifu wake. You can never believe someone hauwezi kumwamini mtu if you do not know his integrity. kama haujui uadilifu wake. If I spoke to Pastor Job, kama nitazungumza na mchungaji Job and promise him, Pastor, come, I have your 10,000. nimwambie mchungaji, Joe, niko na 1000 yako 10. If I am known for lying, kama mimi sidanganyi, kama nimejulikana kwa kudanganya, kama nimejulikana kwa kudanganya, samahani, Pastor Job will come half-heartedly. mchungaji Job atakuja akiwa na wasiwasi, or he might not come, ama hata kuja, because my integrity is in question. kwa sababu uadilifu wangu hauko sawa. I cannot be trusted siwezi kuaminiwa with the words of my mouth. kwa maneno ya kinywa changu. But if my integrity, when I promise something, I deliver. Lakini kwa uadilifu wangu kwamba nikiahidi kitu If nafanya. I told brother Robert, nikimwambia ndugu Robert, come, I have your 10,000. njoo niko na 1000 yako He will 10. come confidently, atakuja akiwa amejawa na knowing ujasiri, whoever is calling me akijua yule ambaye ananiita is trustable. ni mtu ambaye anaweza kuaminiwa. The reason I don't trust the politicians, sababu ya kutowaamini wanasiasa. sijui wewe, mimi siamini mtu anaitwa mwanasiasa. I don't trust politicians. Siwaamini wanasiasa because they don't mean what they say. kwa sababu hawamaanishi wanachosema. 2017, mwaka 2017, someone said, mtu akasema, dereva mlevi, conductor mwizi. Basi sasa dereva saa hizi ndio ameshikana. You can never trust the words
or politicians. Hauwezi kuamini maneno ya wanasiasa. They say what they don't believe. Wanasema kile wasichoamini. Right now there are people who have been divided along Tangatanga and Kieleweke. Saa hizi kuna watu wamegawanika kwa mrengo tofauti Tangatanga na Kieleweke. But those people invite each other for dinner at Serena. Lakini hao watu wanakaribishana kwa chakula cha jioni katika mahoteli makubwa. They chat, they are friends. Ni marafiki. Those who are close to media, wale ambao wako karibu sana na wanahabari, you saw the debate between Murkomen. Uliona debate iliyo mdahalo kati ya Murkomen and the former vice chairman of Jubilee, Murathe. Na Bwana Murathe. They were arguing bitterly. Walikuwa wanazungumza kwa makali. But at one point, lakini kwa wakati mmoja, Murathe opens up and say, Murathe anafunguka na kusema, Murkomen, you are my friend. Murkomen, wewe ni rafiki yangu. So I cannot trust the words of politicians. Kwa hivyo mimi siwezi nikaamini maneno ya wanasiasa. They cannot be trusted. Hawawezi aminika. Because they manipulate people through words. Kwa sababu wanaweza kufanya sarakasi zao kwa watu kupitia maneno. Integrity is in question. Kwa hivyo uadilifu wao uko katika maswali. You can trust a word of a bishop. Unaweza kuamini neno la askofu than the word of a politician. Kuliko neno la mwanasiasa. And they always say, wanasema kila wakati, politics is not like church. Kwamba siasa sio kama kanisa. That's what they say. Hivyo ndio wanasema. Politics is not like wedding. Siasa sio kama harusi. So you cannot go into politics. What they are saying, you cannot get in the arena of politics. Hauwezi kuingia katika maeneo ya siasa and remain honest. Na ubaki ukiwa mtu mwadilifu wa kuaminika. And it's true. Na ni kweli. Even them that were saved, hata wale ambao walikuwa wameokoka, who have entered politics, ambao wameingia kwenye siasa, they have come out darkened. Wametoka kama watu ambao wamechafuka. Praise the Lord. So if you are saying that me I'm born again and we are the church who shall go and transform politics, na kama unasema mimi nimeokoka, sisi ni kanisa, tutaingia tuweze kubadilisha eneo la siasa, be prepared very well. Ujiandae vizuri, lest you be changed. Unaweza kubadilishwa. So you can never trust the word of a politician. Hauwezi amini maneno ya wanasiasa. You can never trust a word of a witch. Hauwezi amini maneno ya mganga ama mchawi. Because your word is as good as who you are. Kwa sababu maneno yako ni mzuri kama ulivyo wewe. So God say, I am not a man. Unasema kwamba mimi si mwanadamu that should lie ili nidanganye and repent. Ama nibadili nia. It means that what God says, inamaanisha kwamba kile Mungu anasema, to you it might appear like a mistake, hata kama inakaa kama ni kosa, but what he's saying, lakini anachosema it is ni kweli. When God comes to Abraham and Sarah, Mungu anapokuja kwa Abraham na Sarah, past menopause, wakiwa wamepita umri wa kupata watoto, and he said that you shall hold a baby, na anasema kwamba mtapata mtoto, it is mistaken words in the natural. Katika kiasili ni maneno ambayo ina makosa, and it's in true. Ni maneno ambayo haiko sawa kwa kusema. But in the language of God, lakini katika language ya Mungu, kile amesema what it is. Ndivyo ilivyo. Anything that God has said about your life, chochote Mungu amesema kuhusu maisha yako, it doesn't matter what is contradicting it now. Haijalishi kile ambacho kiko tofauti nacho. The circumstances as appearing as at now. Haijalishi vile hali hivi ilivyo sasa. God has spoken over your life. Chochote Mungu amesema maishani mwako. Anything that God has ordained over your life. Chochote Mungu amewekeza maishani mwako. It might not appear as it is. Inaweza kaka na kwamba haiwezekani. In the language of God, lakini kwa lugha ya Mungu, he is not sorry about it. He is not feeling sorry about it. Yeye hasemi sorry. He has said over your life, kile amesema maishani mwako, what stands in your life. Ndicho kinasimama maishani mwako. Either you believe it or not believe it. Ukiamini ama ukose kukiamini. It's not a son of man. Yeye si mwanadamu that he should repent. Kwamba atabadili nia.
should not lie. ama adanganye. If God has said that you rise Kama Mungu amesema utainuka and go abroad, utaenda uende katika nchi ya ng'ambo, right now you look at your life, you are living in Kibera. na saa hizi unajiangalia unaona You unaishi look at your Kibera, life, you are coming from Kayole footed. unaangalia unatoka Kayole kwa You look mguu, at your life, you are walking all the way from Kidurai. unatembea kutoka You might Kidurai, not appear as it is. hauwezi God kuokoka is unakaa the vile Son vile. of Man. Lakini Mungu si That he should mwanadamu lie. kwamba Nor atadanganya repent. ama atadilisha nia. What he says Kile is amesema what it is. ndicho kilivyo. I am not a son of man Mimi si mwanadamu that should repent nibadili nia, and not lie. na siwezi danganya. I live in my own class Ninaishi katika kiwango as changu God of integrity. kama Mungu God mwadilifu, who can be trusted. Mungu ambaye anaweza kuaminika. You cannot trust somebody you do not know. Hauwezi muamini mtu haumjui. And so our knowledge and understanding of who God is Kwa hivyo maarifa na ufahamu ya Mungu ni nani and our following of who God is na kufuatiliza Mungu alivyo is what opens our life into breakthroughs. ndiyo inafungua maisha yetu kwa upenyo. So the reason why God is speaking this Kwa sababu Mungu ananena haya is he is introducing himself. ni kwamba anajitanguliza, That before you come to me and I reward you, kwamba kabla uje kwangu nikupe thawabu, understand who I am. elewa mimi ni nani. The integrity Uadilifu of God. wa Mungu. The next thing that God is talking about himself Jambo la pili Mungu anaongea kuhusu mwenyewe is his ability to deliver. ni uweza wake wa kutimiza, That he is a rewarder kwamba yeye anapeana thawabu to them kwa wale that come to him through faith. wanakuja kwake kupitia imani. And one of the marks that proves that God, Na ishara moja ambayo inadhihirisha kwamba there Mungu is nothing that he cannot deliver, hakuna chochote ambacho hawezi timiza is the works of Jesus. ni matendo ya Yesu. Jesus was with his disciples. Yesu alikuwa pamoja na wanafunzi He wake, had gone to Bethany alikuwa ameenda in Mark Bethany 11. In Mark 11, katika Mariko 11 verse 20 there. He had gone to Bethany. alikuwa ameenda And Bethany. when he came back, Aliporejea he felt angry. akahisi njaa, And he saw a fig tree. akaona mti wa mzeituni, And when he went to the tree, na wakati alienda pale he found no fruit. akapata hakuna matunda. What did he do? Alifanya nini? He cursed the tree. Akaulaani mle And mti, they went on the mission. na wakaendelea. And when he came back, Aliporejea it is not him who showed the disciples, sio yeye aliyewaonyesha wanafunzi, but the disciples told Jesus, lakini wanafunzi wakamwambia Yesu, the tree that you spoke to some days back, ule mti ambao uliulaani siku kadhaa zimepita it is dead umenyauka from the roots kutoka kwa mizizi to the leaves. kutoka hadi kwa matawi. God proved Mungu akadhihirisha through Jesus kupitia Yesu that he is a rewarder. kwamba yeye ni mthawabu. So before you come to the subject faith, Kabla ufike kwa somo kwamba umeshindwa, you must understand the person you are believing in lazima uelewe yule mtu ambaye unaamini and the ability to deliver. na uweza wake wa kutimiza. When the president says there shall be a road Wakati rais anasema kutakuwa na barabara here in the next 100 days and he orders his cabinet secretaries, hapa kwa siku 100 na anamwamuru cabinet secretary wake, the road will be here barabara itakuwa hapo, because he has the ability kwa sababu ako na uweza and the power na nguvu to do that. ya kufanya hivyo. So understanding the person Jesus, Kuelewa Yesu, understanding God, kumwelewa Mungu, who he is, his integrity, yeye ni nani na His uadilifu wake ability na uweza wake, will enable you itakuwezesha approach the realm of the spirit kuenenda katika eneo la kiroho and demand possibilities, na uweze kufanya uwezekano, and those things will become. na hizo vitu zitakuja. The person that you are believing,
yule ambaye unamwamini. It brings and the ability. Na unaweza. Those two components, those two attributes of God, hizo vidokezo viwili vya Mungu brings you to a conviction level. Zinakuleta kwa mahali pa kushawishika. The revelation of who God is, na ufunuo wa nani Mungu ni nani, and his ability, na uweza wake, brings you to a point unakuleta mahali of persuasion, pa kushawishika, of conviction. pa kushawishika. And that's how faith is birthed. Na hivyo ndivyo imani inazaliwa. Faith is birthed through the knowledge of God. Imani inazaliwa kupitia maarifa ya Mungu, his attributes, na kanuni zake, his integrity, uadilifu wake, his ability, na uweza wake. This one will bring you to persuasion and conviction. Hii inakuleta kwa kuelewa ama kushawishika, to believe, kuamini what God can do, kile Mungu anaweza tenda, what God cannot do, na kile Mungu hawezi tenda. And that's why Paul arrived at this persuasion. Na ndiposa Paulo akafika katika kushawishika huku, that I know him and believed, kwamba namjua na nikamwamini. And he said that him that delivered us in the past, yule aliyetukomboa katika kale, I am persuaded, mimi nimeshawishika, that he will deliver us in the now, ataweza kutukomboa sasa, and even in the tomorrow, na hata kesho. So persuasion, kwa hivyo kushawishika, is the force that keeps you strong, ni msukumo ambao unakupatia uweza, even when conditions are wavering, hata wakati hali zinatikisika. Conviction, kushawishika, is what kept Abraham, ndiyo ilimweka Abrahamu believing God, akimwamini Mungu. The journey of Abraham receiving a child did not happen in a single day. Safari ya Abrahamu kupata mtoto haikufanyika siku God moja. spoke a promise about the child. Mungu aliongea ahadi kuhusu mtoto. Took time for that child to be born. Lakini ilichukua muda huo mtoto kuzaliwa. And in the natural, it seemed that it was not true. Na katika asili likani kwamba haiwezekani. Things were not the way as it was supposed to be. Mambo hayakuwa vile ambavyo ilipaswa kuwa. Lakini kafika kushawishika. Strong conviction. Na kushawishika kwa nguvu. Kwamba yule ambaye aliahidi, is that force that kept him moving. Hiyo nguvu msukumo ndio ulimwezesha kusonga mbele. Even when 3 years passed and there was no child, that persuasion is what kept him moving. Hata kama baada ya miaka mitatu bado hakukuwa mtoto, aliendelea. Conviction is a force. Kushawishika ni msukumo. That though I am poor today, kwamba hata kama mimi ni maskini leo, that has promised, kile ambacho ameahidi, that he will lift me, kwamba ataniinua. Things might not change overnight. Vitu vinaweza kukosa kubadilika usiku kucha. God has spoken to my life. Lakini Mungu amenena maishani mwangu, I will be a millionaire. Kwamba nitakuwa milionea. But the reality of the moment, lakini mambo yanavyokaa sasa hivi, God is locking me out. Ni kwamba kuna mambo. Persuasion is a force. Lakini kushawishika ni msukumo. Moving and looking at the millionaire, ambayo inanipa nguvu ya kuendelea. Circumstances. Hata kama yanayonizunguka. Persuasion is a force. Kushawishika ni msukumo. Stable. Inakupatia udhibiti. In the midst of raging waters. Katikati ya maji mengi yanayopiga. That I have promised you that I will give you land. Kwamba nimeahidi nitakupa shamba. Look at the money that you have. Lakini unatazamia pesa ulizo nazo. Don't make sense. Hata persuasion. Lakini kuna kushawishika. Kushawishika. This is not our work. Kwamba hii sio kazi yetu. I will build my church. Nitajenga kanisa langu. Na malango ya kuzimu hayataweza kufaulu kama naye. It might not come in the second month. Inaweza kosa kuja kwa mwezi. Persuasion is a force. Lakini kushawishika ni msukumo. That keeps you moving. Inakufanya usonge mbele. Persuasion. Kushawishika is a force. Ni msukumo. That kept Abraham together. Uliomfanya Abrahamu akae amejiweka vizuri. Sarah had laughed. Sarai alikuwa amecheka. But Abraham, lakini Abrahamu had tested, alikuwa amejaribu that this God, kwamba Mungu who promised me that move out of your father's kindred, aliyeniahidi and go into the land that I will show you, kwamba niondoke kwa. And when I took the step of faith, nilipochukua hatua ya imani, he brought me in the land. Akanileta katika shamba. I am persuaded. Mimi nimeshawishika. That age is not a factor. Kwamba umri
Age is not a factor. Umri sio chochote. In the science world, Katika sayansi it's menopause. ni menopause. But in the spiritual world, Lakini katika wingu la kiroho there are no limitations. hakuna vizuizi. You can access everything. Unaweza pata chochote Even at 100 years. hata kwa miaka 100. For God, 1,000 years is like a day. Kwa sababu kwa Mungu miaka 1000 ni kama siku moja. Persuasion. Kushawishika. It's persuasion Ni kushawishika that caused Abraham ambayo inamfanya Abrahamu to take his own son, kumchukua mwana wake wa who pekee. is the son of the promise, Yeye ndiyo mwana wa ahadi, the only heir, ni yeye mrithi pekee, and take him lakini akampeleka to the slaughterhouse. katika kichinjio. And he said, Asema him who gave yule alipeana will give again. atapeana tena. Persuasion. Kushawishika. The reason why Sababu ya kwamba the devil wins over lives shetani anashinda maisha mengi is because he manipulates ni kwa sababu ana manipulate the gaps in our understanding. pengo katika kutoelewa kwetu. So he introduces Kwa hivyo analeta things that are contrary to what God has said. vitu ambavyo ni kinyume na kile Mungu Because anasema. our understanding Kwa sababu kuelewa kwetu has not come hakuja to what God expects us to be. kwa matarajio ya Mungu. And that's why Na ndiposa Solomon said, Suleimani anasema get wisdom, pata maarifa, and in all they are getting, na katika kupata yote get understanding. pata ufahamu. It is the key Ndiyo kifunguo to breakthroughs. cha upenyezo. It is wisdom, not miracles, Ni hekima sio miujiza that caused the Queen of Sheba ambayo inamwita Queen wa Sheba to come to Solomon. aje kwa Suleimani. Arise and shine, Inuka na uangae, for your light has come. kwa sababu mwanga wako umefika. For the nations shall come to your light, Kwa sababu mataifa yamekuja kwa mwangaza wako, and kings to your brightness. na wafalme kwa ung'ao wako. So kings come to the brightness and not the light. Kwa hivyo wafalme wanakuja kwa ung'ao wako na sio mwangaza. Understanding, Kuelewa, wisdom. hekima. I am persuaded. Nimeshawishika. After you've been persuaded, Baada ya kushawishika, faith does not end there. imani haiishii pale. He is a rewarder Yeye ndiyo anatoa thawabu of them. kwa wale. So there must be the doing bit. Kwa hivyo lazima kuwe na ile kutenda. Every promise of God Kila ahadi ya Mungu has an attached condition to it. iko na sharti iliyounganika naye. God comes Mungu to Joshua. anakuja kwa Yoshua. In Joshua chapter number 1 verse number 7. Yoshua sura ya kwanza, And God tells Joshua, na Mungu anamwambia Yoshua, be strong kuwa mwenye nguvu and be of good courage. na uwe mjasiri. Observe to do Wewe tazamia kutenda according to what is written in the law. kadiri na kile kilichoandikwa kwenye sheria. Then you shall make your way prosperous. Hivyo basi tutafanya njia yako iwe ni ya kustawi. So God has no responsibility of making your way prosperous. Kwa hivyo Mungu hana jukumu la kutufanya tustawi. It is not the responsibility of God to make you prosperous. Sio jukumu la Mungu kukufanya wewe ufue dafu. According to that scripture, Kulingana na hilo andiko, you shall make your way prosperous utafanya njia yako ya kustawi by observing and doing what is written in the law. kwa kuwa makinifu na kutenda kilichoandikwa kwenye Torati. So faith becomes faith Kwa hivyo imani inafanyika imani when we do what is written in the law. tunapofanya kilichoandikwa kwenye sheria.
And when we do what is written in the law, na tunapofanya kilichoandikwa kwenye sheria, we participate in activating the spiritual realm, tunashiriki kwa kuchochea kilicho kwenye wingu la kiroho to come and do what is supposed to be done. kije na kutenda ama kutimiza kinachopaswa kutimizwa. So the birthing point, Kwa hivyo mahali pa kuzalia of your miracle, wa muujiza wako of your destiny, na hatima yako is in the doing to that which is attached to the promise. ni kwa kufanya kilichounganika na ahadi hiyo. If God has called you Kama Mungu amekuita, and called you and say, amekuita na kusema you shall be a millionaire, wewe utakuwa milionea, towards that millionaire promise, pamoja na ahadi hiyo ya there milionea must be an attached condition. kuna sharti ambayo imeunganika. The law Sheria of God. ya Mungu, When you observe to do what is written in the law, unapokuwa makini kufanya kile kilichoandikwa kwenye Torati, if you end at persuasion, ukimalizia kwa if kushawishika, you end at conviction, ukimalizia kwa kushawishika, then you've not participated hivyo basi haujahusika in the spiritual realm. katika eneo la kiroho. The spiritual realm Eneo la kiroho is activated inachochewa by your participation, kwa kuhusika kwako, and your participation na kuhusika kwako is in the doing ni katika utendaji of what is written in the law. kwa kile kimeandikwa kwenye Torati. What destiny has God called you to? Wewe umeitiwa kwa hatima gani na Mungu? Faith is not faith if God said to you that he is taking you to international level. Imani sio imani kama Mungu alisema anakupeleka katika nchi za mataifa. If God is taking you to international business, Mungu anakupeleka katika biashara ya kimataifa. there is no faith until we see, or God sees you taking a responsibility of getting a passport. Hakuna imani hadi Mungu aone wewe ukichukua jukumu la kuchukua God said that he has opened an international door for you and you do not have a passport. kama Mungu anasema amefungulia mlango wa kwenda nchi za There mataifa is no na hauna action passport. and there is no faith. Hakuna utendaji na hakuna imani. Hakuna hatua na hakuna imani. Faith becomes faith when there is an action. Imani inafanyika imani kukiwa na hatua. Praise the Lord. Bwana sifiwe. Last Sunday we went to Mwiki, Kasarani. Jumapili iliyopita tulienda Kasarani. Thika Road, let me call Thika Road. Tukaenda upande wa Thika Road pa And we Kasarani. pray. Na kasisi akaomba. And we pray. Tukaomba. It's an action. Ni hatua. It's an act of faith. Ni tendo la imani. There is no 30 million that is required physically. Hakuna milioni 30. But kuna kitu ya imani. faith is not a substance Imani sio kitu until there is the doing. hadi kufanyike hatua. For those who have been married, Kwa wale ambao wamefunga ndoa, some of you courted for 20 years, 10 years. But some courted for 2 days. But by faith, wengine walichumbiana kwa miaka, lakini wengine siku mbili, lakini kwa imani they didn't know what they are getting into, hawakujua wanaingia ndani ya nini, but they got into. lakini wakaingia tu. And even for them Na hata kwao that courted for 2 years, 3 years, waliochumbiana kwa miaka miwili ama mitatu,
They did it. They got married by faith. walifunga ndoa kwa imani. And when they got into the marriage, Walipoingia kwenye ndoa, there are things they are also learning that they are not what they saw. They expected. kuna vitu wanajifundisha So faith. si walivyotarajia. Kwa hivyo imani, Every human being and every human heart kila mwanadamu has the capacity ako na uweza to believe something. ya kuamini kitu. If you believe what the word has not said, Kama unaamini kile Mungu hajasema, we call it fear. tunaita uoga. But it's faith in the kingdom of darkness. Lakini ni imani katika ulimwengu wa giza. But the kingdom of light, it is fear. Lakini kwa ufalme wa mwangaza, wa mwanga ni uoga. And so the devil always comes. Na kwa hivyo shetani huwa anakuja. The devil will not strike you from nowhere. Shetani hata kupiga bila ya kupanga tu. He must get an entry. Lazima apate penyo ama pengo pa kuingilia. And he comes to get entry when we have gaps in our understanding. Na anakuja kupata mahali pa kuingilia wakati tuko na upungufu wa ufahamu. And he manipulates what we believed Na anaweza kuharibu kile ambacho sisi tunaamini, and introduce it in a different way. na anaweza kukitanguliza kwa njia tofauti. And one of the things I have come to realize, Na kitu moja ambacho nimeamini ama that kuelewa, there is nothing that will come into your life kwamba hakuna kitu kitakachokuja maishani mwako until you allow it. hadi uruhusu wewe. If Jesus, the Son of God, Kama Yesu mwana wa Mungu had to come and knock several years to stand at the door ilibidi aje asimame kwenye mlango na for bishe. salvation, he said that behold, I stand at the door. Nasema tazama ninasimama kwenye mlango. He was God, Alikuwa Mungu, but he had to knock for some of you 7 years. lakini ilibidi abishabishe kwa wengine wenyu miaka 7. For some of you, you are preached to even 10 years. Wengine wenyu mlihubiriwa miaka 10, But he was patient, lakini akawa na subra knocking akibisha until you open. hadi ukafungua. That's when he came in. Ndipo sakaingia. So if God Kama Mungu will be so patient, atakuwa na subira, he will never impose anything to you. hataweza kukuangushia kitu kwa lazima. Hata tukulazimisha kuja hapo uokoke na hujakubali moyo mwako, hautaokoka. But until you are convicted and you open your heart, Lakini hadi ushawishike na ufungue moyo wako, the Son of God. mwana wa Mungu. So the devil, Kwa hivyo shetani when he knocks, wakati anabisha, you can also resist the way you are resisting salvation. unaweza kataa vile ambavyo unakataa wokovu. The way you used to refuse salvation, Vile ambavyo ulikuwa unakataa wokovu. when you saw yourself manyanga, Ehe. you saw yourself as a manyanga. Wakati uliona wewe ni manyanga. Salvation ni watu wamechapa. You disobeyed when a preacher came to your door. Wakati mhubiri alikuja mlangoni mwako, You didn't want to get the voice of a preacher. haungependa kusikia sauti ya mchungaji. You could chase them away. Ungewafukuza. But God was knocking. Lakini Mungu bado alikuwa anabisha. Now when the devil knocks Sasa wakati shetani anabisha and he says, na anasema, do you know that your years are going? unajua kwamba miaka yako inasonga, Get a woman and marry. unapaswa kupata mwanamke uoe. The church is taking you for granted. Kanisa linakuchukulia kwa mzaha. Look at those people Angalia hawa watu that you've been with. ambao umekuwa pamoja nao, They have gotten married. wameoa. So look for a man. A man is a man. Hata wewe tafuta, mtu ni mtu tu. He is busy knocking. Ako ana shughuli za Until you open, hadi wewe ufungue, he cannot come in. hawezi ingia. He can come Anaweza kuja and knock abishe, and say, aseme your bishop askofu wako or reverend ama kasisi spoke to you alikunenea and said, akasema, you are moving to your own land. unaenda katika shamba You lenu, shall be a landlord. wewe utakuwa landlord. But look at what your landlord is doing. Lakini angalia kile landlord wako anafanya. He has closed your door. Amefunga mlango wako, You are out. wewe umefungiwa nje. He is knocking. Anabisha bisha. You have the opportunity to stop him, Uko na fursa ya kumsimamisha, or you have the opportunity to open. ama uko na fursa ya kumfungulia mlango. He will not enter Hata ingia until you've opened. hadi ufungue. That's why
Ndiposa when he knocks, anapobisha there must be something you are convicted about. lazima kuwe na kitu ambacho umeshawishika kukihusu. When he comes and shows you that going back to the rural home, wakati anakuja na kuonyesha kurudi kwenyu kijijini is the only opportunity remaining. ndio fursa imebakia pekee. It is your conviction say that I will bless you in the city. Ni kushabishika kwako kwamba nitakubariki katika mjini And out of the city. na nje ya mji. That will keep your foot here. Ambayo itaweka mguu wako hapa. That despite what corona has done, kwamba bila ya kujalisha kile corona imefanya, the Lord who said he will bless me in this city, Bwana ambaye alisema atanibariki he will katika huu bless mji, me despite notwithstanding the conditions. atanibariki bila ya hiyo bila masharti hayo. It is you Ni wewe, who determines ni wewe unaamua who you will become. utafanyika nini. It's not God. Sio Mungu. God has already determined Mungu tayari who ameamua you will become. wewe utakufanyika nani. Somebody said that he's on the other side where you are heading, Mtu alisema kuna mwingine upande ule mwingine waiting for you and calling you. akikungojea na kukuitia. Come my daughter, Njoo binti yangu, come my son, njoo mwanangu, I am on the other side. niko upande ule mwingine. So what you are going through Kile unapitia is not what it is. sio kile, sio vile ilivyo. It is a resistance of the devil Ni upinzani wa shetani to cause you to disbelieve God, kukufanya wewe ukose kumwamini Mungu, to cause you not to participate kukusababisha usihusike in the building of your journey. katika kujenga safari yako. God told Joshua, Mungu akamwambia Yoshua, be strong kuwa mwenye nguvu and of good courage. na mwenye ujasiri, And he said that when you are of good courage, na akamwambia And ukiwa you are mwenye ujasiri strong. na mwenye he nguvu, says, anasema no one hakuna yeyote will be able to withstand you ataweza kusimama mbele all zako the days of your life. siku zote za maisha yako. Not some days, Sio siku all the chache, days of your life. siku zote za maisha There yako. is no devil that is born Hakuna that shetani is yeyote able to stop you ambaye from atakusimamisha going where God has called you to go. kutoenda mahali Mungu amekuitia. Be strong Wewe kuwa mwenye and nguvu of good courage. na mwenye There ujasiri. shall be no one Hakutakuwa na who shall yeyote be able ambaye to ataweza stand before you kusimama mbele all zako the days of your siku life, zote za maisha yako, including your landlord, hata landlord wako, including your brother-in-law, hata ndugu yako, including your sister-in-law, hata dada including yako, all your enemies. hata adui They zako have no capacity hawana to uweza stop you wa from kukusimamisha accessing your destiny. kutopata hatima Be yako. strong Mwenye kuwa and mwenye of good nguvu courage. na mwenye Then ujasiri, you shall do na what utatenda is written in this law. kilichoandikwa kwenye There shall sheria. be no one Hakutakuwa who shall be yeyote able ambaye ataweza stand before you kusimama mbele all the zako days of your siku life. zote za maisha The devil yako. to stop you Hakuna is atakusimamisha. not yet born. Hey, The devil to stop you shetani wa kukusimamisha is not yet born. hajazaliwa. The devil to stop you Shetani wa kukusimamisha is not yet born. bado hajazaliwa. What God has called you to become, Kile Mungu amekuita you ufanyike, are entitled to becoming it. wewe unapaswa The kufanyika. God that you've come to, the God that you've come to, the God that you've come to, Mungu ambaye Mungu umemkujia. ambaye umekuja kwake, He is not a son of man yeye sio that he mwanadamu should lie. kwamba He is atadanganya. God. Yeye ni He Mungu, is the source of everything. yeye ni He chanzo cha kila has kitu, everything. ako na kila If he kitu. has promised you a car, Kama amekuahidi he has it. ako nacho, If he has promised you land, kama amekuahidi he maisha has it. ako If naye, he has promised you promotion, kama amekuahidi he has it. kupandishwa cheo If ako he has naye, promised you expansion, kama amekuahidi he has kupanuliwa it. ako If he has naye, promised you restoration, kama ameahidi he has urejesho it. ako He nao, has the capacity. ako na He uweza, has the ability. ako na He uweza, has the integrity ako na to uadilifu deliver it. wa kuhitimiza. Fear not. Usiogope, Fear not. usiogope, Take charge chukua of usukani your destiny. wa hatima yako. Arise and shine. Inuka na For wang'aa, your na light has come. kwa sababu mwanga wako It will umefika. not come, it has come. Kama haiko imekuja, Your imekuja. light has come. Mwanga wako umekuja. Arise from your seat. Inuka kutoka kwa kiti chako Shine. na The ung'ae. opportunity for you to shine Nafasi yako ya is now. kuangaza imefika, Not tomorrow. sio kesho.
Conditions of life have depressed you. Sharti za maisha zimekufinya. Things in life are contradicting. Maisha ambayo yamekuwa What you are seeing is not what you expected. Kile unaona si kile ulitarajia. The things that you are going through is not what you expected. Mambo ambayo unapitia si ile You ulitarajia. have been pushed to a corner by life. Umewekwa kwa kona And na you maisha. feel my life is done. Na unaona kwamba I have come to you this morning. nimekuja kwako With the asubuhi ya word of leo God. na neno la Mungu. Arise, for Inuka, your light has come. mwangaza wako umefika. Arise, for Inuka, your time has come. wakati wako Time umefika. for you to take possession. Wakati wako wa kuchukua That which God has usukani. promised. Wakati Mungu is amekuahidi now. ni It sasa. has come now. Umefika Not sasa. tomorrow. Sio kesho. Your time Lakini has sasa come. muda wako umefika. Arise Inuka and shine, na uangaze, for your light kwa sababu mwangaza wako has come. umekuja. Arise Inuka and shine. na uangaze. Don't be complacent Wewe usikawe mahali pamoja with tu what the pale. devil has lied to you. Kwa sababu usikae pale mahali Arise shetani from the lies amekudanganya. of the devil. Arise from the oppression of the devil. Inuka kutokana Arise kwa from the kufinyiliwa na oppression of shetani. life. Inuka kutokana kwa kufinyiliwa na Believe shetani. what God has spoken to you. Amini kile Mungu amekunenea. Arise. Inuka. This is your season. Hii ndio majira yako. This is your season. Haya ndio majira yako. This prophetic. This is your season. Haya ndio majira yako. This is your season. Haya ndio majira There yako. will be no any other season like now. Hakutakuwa na majira mengine kama Arise, haya. my daughter. Inuka binti yangu. Oppression has sat on you. Kufinyiliwa Powers kumekakalia. of darkness have fought your life. Hiyo kitu imekukalia. Reality of life is contradicting what God has spoken Na about your life. shetani abadilisha kile ambacho Mungu amenena But maisha yako. arise Lakini inuka with the truth kwa ukweli and shine. na uangaze. For you are born to shine. Wewe wakati unaangaza, Arise inuka and shine. na uangaze, For your light kwa sababu mwangaza wako has come. umefika. We arise through the words that we speak. Tunainuka kwa maneno tunayonena. We arise through prayer. Tunainuka kwa maombi And we arise through faith. na tunainuka kupitia imani. That's how we take charge Hivyo ndivyo tunachukua usukani of our destiny. wa hatima zetu. Your destiny is so clear. Hatima yako iko wazi sana, Is so clear in the eyes of God. iko bayana na dhahiri mbele za Mungu. There is nothing in the eyes of God Hakuna chochote machoni mwa Mungu that can stop you ambacho kinaweza kukusimamisha from becoming kwa kutofanyika what God kile Mungu has called you to become. amekuita ufanyike. Be strong Kuwa mwenye nguvu and of good courage. na mwenye ujasiri, For the kingdom of God kwa sababu ufalme wa Mungu suffereth violence. unaugua makali, na ni wale wenye sugu Take it by ndio force. watauteka kwa nguvu. Don't be stopped Usisimamishwe, by the obstacles. usikomeshwe na vizuizi. There is no destiny without obstacles. Hakuna hatima bila vizuizi. There is no fighting without battles. Hakuna kupigana bila vita. There is no victory without battles. Hakuna ushindi bila vita. There is no winner without running. Hakuna mshindi ambaye hakimbii. You must face opposition. Lazima ukumbane na In upinzani. the face of opposition, Lazima ukumbane na upinzani. stand strong. Simama mwenye nguvu, Be of good courage. uwe mwenye ujasiri. Where you are going is not easy. Mahali unaenda sio mahali pako na Your uwepesi. destiny is not small. Hatima yako sio haba. The size of your destiny is determined by the size of your battles. Kiwango cha hatima yako inaamuliwa na kiwango cha If vita you vyako. are not facing anything, Kama haukumbani na chochote, then you have no destiny. wewe hauna hatima. I'm sorry to say so. Poleni kwa If you are kusema. not battling, Na kama haupigani vita, or you've not been in battle, kama haujakuwa kwenye vita, then there is no destiny. hakuna hatima. But for them that have a destiny, Lakini wale ambao wako na hatima they must battle. lazima wapiganie. People who have made it to the end, Watu ambao wameweza kufika kilele there are people who have fought, ni watu ambao wamepigana, failed, wakashindwa and arose. na wakainuka tena. I finish with a story Nitamalizia kwa hadithi
of a man by the name Thomas Edison. kwa jina Thomas Edison. Thomas Edison is the inventor of light energy. ni yeye aliweza kugundua mwangaza wa bulb. If there was no Thomas Edison, kama hakungekuwepo na Thomas Edison, Pastor Benson will not be having a job. singekuwa na kazi. Because Kenya Power earns or feeds him through the light energy. Kwa sababu Kenya Power inasambaza umeme wa mwangaza huu. So Thomas Edison, kwa hivyo Thomas Edison, he began an experiment, akaanza jaribio of getting light energy, ya kupata nguvu za umeme. He tried for several years. Akajaribu kwa miaka mingi. It failed. Akashindwa. It failed. Haikuwezekana. He tried several times. Akajaribu mara nyingi. Every time he tried, kila wakati anajaribu, it failed. Anashindwa. But one time, lakini siku moja, he succeeded. Akafaulu. And when he succeeded, na baada ya kufaulu, and lifted his hands up and say, yeah, na kuinua mikono yake kusema ndio, we've made it the workshop that he was working in. Tumeweza katika workshop ambayo tulikuwa tunafanya. He was celebrating that he has gotten a breakthrough because the lamp had lit. Alikuwa anasherehekea kwa sababu alikuwa amepata upenyezo, taa ilikuwa imewaka kwa nguvu za umeme. Written history. Akaandika hadithi yake tena. But immediately he celebrated. Lakini baada tu ya kufurahia, fire came from nowhere. Moto ukatoka pahali pasipojulikana. And ravaged the entire workshop. Na ukachoma workshop yote. Burned the whole equipment. Ukachoma vyombo vyote. An investment of years. Na uwekezaji wa miaka nyingi. Was brought down in ashes. Ukateketezwa kwa majivu. In a single hour. Kwa lisali moja. There were no batteries. Hakukuwa na batteries. There were no wires. Hakukuwa na waya. And he had depleted all his pockets. Na alikuwa amekwishiwa na kila kitu katika mfuko wake. But Thomas Edison is a man I admire. Lakini Thomas Edison ni mtu ambaye nampenda. He said one statement. Akasema jambo moja. We will begin again. Tutaanza tena. And when he began again, na alipoanza tena, we have it. Tuko naye because of him. Kwa sababu yake. If he had shrinked, kama yeye angejikunja tu, Pastor Benson could be a teacher. Leo mimi ningekuwa mwalimu wa TSC. There will be no Kenya Power. But because of Thomas Edison, lakini kwa sababu ya Thomas Edison, somebody is feeding family. Kuna mtu analisha jamii. Because of unwavering, kwa sababu resolve, makusudio ambayo haikutikisa in his heart. Katika moyo wake. That business that you began, hiyo biashara uliyoanza, and it closed in less than a week, na ikafungwa kwa wiki moja, you can begin it again. Unaweza anza tena. That job that you applied, hiyo kazi ambayo you went for an interview for 2 days. Ukaenda katika 3 times. Mara 3. And you are chased. Na ukaambiwa hauna kazi. You say that is as if God na ukasema ni kama does not Mungu want me to get employed. Hataki mimi niajiriwe. You can begin again. Unaweza anza tena. That business of selling tomatoes, hiyo biashara ya kuuza nyanya that you began, ambayo ulianza, and you never sold to anyone, na haukuuzia yeyote, they got spoiled, and the only thing you remember is the flies taking away. Nyanya zilioza zote, uliona inzi tu zikipaa, and you closed. Ukafunga. You can stand as Thomas Edison. Unaweza simama kama Thomas Edison na useme, I will begin again. Nitaanza tena. There is a new beginning for you. Kuna mwanzo mpya kwako. Arise. Inuka from your seat. Kutoka kwa kiti chako. Rise from your slumber. Toka katika rise from oppression. Toka kwa kufinyiliwa. Rise from giving up. Toka kwa kukata tamaa. Rise from shame. Toka kwa aibu. God, Mungu is waiting for you. Anakusubiria. Let's stand up on our feet. Tusimame kwa miguu yetu. We want to thank you, our viewers, who have joined us online. Tungependa kuwashukuru watazamaji wetu ambao wameunganika nasi katika mitandao. We've learned today, tumesoma leo, that God expects you to take the first step.
kwamba Mungu anatarajia uchukue hatua ya kwanza into what he has told you to become. kwa kile amekuambia ufanyike. As you take the right step, Unapochukua hatua hiyo, as you observe to do unapotazama kufanya what is written in the law of God, kilichoandikwa katika Torati ya Mungu, as you speak the words of faith, unaponena maneno ya imani, as you pray, unapoomba katika bidii, God will make your ways prosperous. Mungu atafanya njia zako Don't know zistawi. what has kept you down, Sijui nini imekuweka pale, but there is the word of God. lakini na neno la Mungu, God is speaking to you. Mungu anakunenea. Arise and shine. Inuka uangaze. This is your season. Haya ndiyo majira The yako, season of rising up. majira ya kuinuka. God has great things in store. Mungu ako na mambo makuu kwa Do ajili not yako. be tied down Wewe usikate tamaa, by the things that have been tying you down. usifungwe na vitu ambavyo vimekuweka Shake off chini. yourself Wewe jitikise and arise. na uinuke. God Mungu will fight your battle. atapigana vita We vyako. want to pray together with you. Ningependa kuomba pamoja As you nao. arise, Unapoinuka, God Mungu will fight your battles. atapigana vita vyako. Father God, in the name of Jesus, Baba Mungu, katika jina la we Yesu, thank you because of our listeners. tunakushukuru kwa sababu ya We wasikilizaji pray wetu. for grace Tunawaombea neema upon their lives. katika maisha yao, In the situation in which their lives finds them in, katika hali ambazo maisha yao Lord, I yanapatikana. pray, Bwana, ninaomba may your grace neema yako cause them to rise itasababisha from wainuke every oppression, kutoka kwa kila from any kufinyiliwa, depression, kutoka kwa kila from any kusononeka, struggle, kutoka kwa mang'ang'ano, any pain, kutoka kwa from uchungu, bad experiences of life. kutoka kwa experience ya God, may maishani. you cause them Mungu wasababishe to arise wainuke from those situations. kutoka hizo May hali, your light hata mwangaza wako shine upon their lives. uangaze katika In the maisha name yao. of Jesus, Katika jina la we Yesu destroy the spirit tunaharibu roho of darkness, wa giza, the spirit of depression, roho the spirit of oppression. roho wa kufinyiliwa. We cut you Tunakutoa from the people's life. kutoka kwa maisha ya watu. You are blessed Mabarikiwa and not cursed. na May haujalaniwa. your light shine. Maisha yako For it's yangaze in Jesus' name katika jina la we Yesu. pray and believe. Tunaomba na May the kuamini. Lord bless you. Bwana May the akubariki. Lord increase you. Bwana If you akuongeze. want to get in touch with us, Penda kukaa there is a number Kuna down namba. your screen. katika skrini yako, Kindly call us. unaweza We will tupigia, get in touch with you. tutawasiliana May nawe. the Lord bless you so much. Bwana In akubariki Jesus' name. katika jina la Yesu.